jitahidi sana ujumbe huu usikilize mpaka mwisho. Sikiliza mpaka mwisho. Wewe ni shetani. Huna huruma yoyote, huna roho ya uchamungu yoyote. Wewe ni shetani. Dorothy Gwajima, shetani hana huruma hata akifanya tendo la huruma. Ninyi CCM ni mashetani na hakuna tendo la huruma mtafanya likawa na nia ya huruma kweli. Hebu ona hapa, unasema huyu aliyemkata kidole mtoto kwa sababu kala fenesi, wasikae vikao vya kifamilia kupatana, inatakiwa awajibike. Huyu aliyemkata kidole awajibika, hakuna kupatana kienyeji. Mbona ninyi mashetani wakuu mmeua watu ambao hawajala hata fenesi la mtu? Hawajala hata fenesi la mtu, kwa sababu vifo havijaanzia kwenye hiki kinachoitwa maandamano ya tarehe 29. Lakini hata yaliyokuwa kwenye maandamano ya tarehe 29, wengi walifuatwa majumbani. Mlipania kuua, kwa sababu kuna rekodi mnataka kuiweka ya idadi ya watu mliowahi kuua zaidi. Kuna watu wameuawa kule nyuma hawana hatia yoyote. Dorothy Gwajima, mtoto wangu wa pekee, ameuawa na mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa. Nimesema mara kadhaa, umechukua hatua gani? Leo hii ukaseme aliyekatwa kidole kwa kula fenesi wasipatane, sheria ifuate mkondo wake. Hakuna kupatana kienyeji. Vidole na uhai. Wewe una huruma, wewe una huruma. Kuna watu wanaweza kukutetea, wewe haushiki. Ukisha kuwa cheo hicho ambacho sasa wanakuita waziri, umekipata kimetokana na damu. Mwisho yote ni kwamba wewe kuwa hapo umekaa juu ya damu. Waliomwaga damu ndio waliokupa hicho ukalie damu. Uonyeshe huruma. Una huruma gani? Una huruma gani shetani? Una huruma gani? Hebu nisome ujumbe wako. Alafu nikusomea andiko linalofanana na wewe. Kuna vitu unafanya, unaonyesha una roho fulani nzuri. Hapana Dorothy Gwajima, hapana. Wewe ni mtu fulani ambaye chakula kwako kina thamani kuliko uhai. Kumbuka wakati wa corona ulivyojaribu kufanya mabaya kwa shemeji yako. Tangazo la corona, msimamo wa corona wakati wa Magufuli ulikuwa kuomba Mungu. Huyu anakuja wakati wa Samia kwamba tumuombe Mungu. Ulimfanyia vitimbi vikali sana vya roho mbaya sana. Dorothy Gwajima, umekaa hapo kwa nguvu kubwa ya shetani, na mambo mengine inawezekana machafu sana unayajua ulivyofanya. Una huruma yoyote wewe? Una huruma yoyote? Shetani hana huruma hata akitenda jambo la huruma. Hebu ona kiujumbe chako hiki. Unasema anamkataje vidole mtoto kisa kala fenesi, alafu anapanga kupatana kienyeji avuruge kesi. Haiwezekani. Wapi huko Tanga? Kulikoni? Mtoto wa kiume umri wa miaka 10 hivi kakatwa vidole kwa kitu cha ncha kali, kisa kakutwa na jirani anakula mafenesi kwenye mti wake sababu tu ya njaa, baada ya kutoka shule na kukuta bibi yake hajarudi kutoka shambani. Ingawa mtuhumiwa yupo polisi, ila eti familia zinataka kuzungumza kwamba warejeshewe tu gharama za matibabu wamalizane. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, wewe unaona hawa hawatakiwi kupatana hivyo. Hawatakiwi kupatana hivyo mpaka sheria ifuate mkondo wake. Nisome kiujumbe chako chote. Hizi kesi watoto huwa zinafuatiliwa
zinatolewa na ustawi wa jamii eneo husika kwa karibu zaidi. Hivyo tupeni tu taarifa za wapanga mipango ya kuhujumu kazi za watoto ili tuwavizie, tuwashike na ushahidi, wapate kesi yao wahangaike nayo. Pongezi kwa waliotupatia taarifa na wengine wote ambao wamekuwa wakitoa taarifa za hujuma kwa watoto. Maafisa wetu wa karibu na nyie wataendelea kufuatilia hatua zote ili haki itendeke. Haki itendeke. Unaijua haki wewe? Unaijua haki wewe? Unaijua haki? Wewe Dorothy Gwajima una haki zaidi, una kasi zaidi. Hebu rudi, kuna watoto wameuawa kwa risasi. Kuna watu wameuawa kwa risasi. Kuna watu wametekwa, kuna watu wameuawa. Rudi, hao walioua watu wahangaike na kesi zao. Nenda katetee walioua watu. Mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa ameua mtoto wangu. Nimepiga kelele, nimepewa kesi, nimeenda mahakamani. Hakutokea mahakamani kukanusha kwamba hakusema. Mahakama kwa maajabu ya Mungu ikanipa ushindi mimi. Hebu mkamata aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa Said Hussein Masoro. Kamata waliouawa watoto kwa risasi, wahangaike na kesi zao. Usituletee vitu vya kishetani hapa. Nikasema mambo ambayo sio. Wewe ni shetani Dorothy Gwajima, ni shetani. Umekalia kiti cha damu. Huna huruma yoyote wewe. Sikia maandiko ambacho yanasema kwa habari yako, kwa sababu wewe unasomaga maandiko. Mfikisheni ujumbe huu. Ni shetani huyu mwanamke, joka la zamani. Shetani. Kajaribu kuonyesha huruma. Mna huruma gani mtaonyesha nyie? Kama hawawezi kupatana kwa mazungumzo kabla hawajawajibika na kesi zao, nyie mbona mnasema maridhiano, tupatane, mazungumzo, wakati watu hata miili yao hawajaipata? Watu wameuawa kinyama. Mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu ni uchungwe. Nyoka mkubwa wewe. Sikia maandiko, mfano wa hiki unachokifanya. Katika Samueli wa kwanza 12 mstari wa kwanza. Wewe si unaonekanaga kuna watu wanakuita ni mlokole. Kuna mlokole CCM. Kuna mtu wa Mungu CCM. Watu wa Mungu hufanya kila hicho fanya Musa. Kwamba anaona afadhali kupata mateso na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa muda wa kitambo. Hujiuzuru, huachia nafasi. Kuna mtu wa Mungu CCM. Upate cheo kutoka kwa watu wa CCM, uwe ni mtu wa Mungu, utabaki salama. Mimi sijaona kama CCM wana haja na mtu mwenye huruma ya kweli. CCM ni kama ni wanashindanisha roho mbaya zaidi, ukatili zaidi. Wanaweza kaonekana mtu anaongea kwa namna ya huruma hivi, lakini nyuma ameweka upanga, nyuma akaweka bunduki, alikotoka kamwaga damu za kutosha. Kuna taarifa zinazosema CCM nafasi yoyote mtu anayeifikia ana mambo mengi sana anayokuwa amefanya, na ambayo mengi yanahusishwa na kumwaga damu nyingi. Huo kwenye kinafasi hicho, kisa tu maandiko naandika na kujishika hapa kuonesha una huruma, una ubinadamu, ukae CCM na ubinadamu wewe. Akina Daniel walikataa vyeo kwa kina Belshaza. Walipotafsiri ndoto, walisema nakupa cheo. Daniel akasema hapana, sitaki cheo chochote. We mtu mwenye kufuru, mtu wa damu. Hao ndo wenye moyo mzuri, wanakataa vyeo
vilivyotokana na damu, vilivyotokana na kufuru. Somea andiko hili katika Samueli wa kwanza wa pili sura 12 mstari wa kwanza na kuendelea. Anasema ndipo Bwana akamtuma Nathan aende kwa Daudi, naye akamwendea akamwambia, palikuwa na watu wawili katika mji mmoja. Mmoja wao alikuwa tajiri, wa pili maskini. Yule tajiri alikuwa na kondoo na ng'ombe wengi sana, bali yule maskini hakuwa na kitu ila mwanakondoo mmoja mdogo ambaye amemnunua na kumlea, naye akakuwa pamoja naye na pamoja na wanawe, hula sehemu ya posho lake na kukinywea kikombe chake na kulala kifuani mwake, akawa kwake kama binti. Hata msafiri mmoja akamfikiria yule tajiri, naye akaacha kutoa mmoja wa kondoo zake mwenyewe au mmoja wa ng'ombe zake mwenyewe ili kumwandalia yule msafiri aliyemfikiria, bali alimnyang'anya yule maskini mwanakondoo wake akamwandalia yule mtu aliyemfikiria. Ndipo hasira ya Daudi ikawaka sana juu ya mtu yule, akamwambia Nathan, aishivyo Bwana, mtu huyo aliyetenda jambo hili hakika yake astahili kufa. Ndo wewe Gwajima, ndo wewe. Akakata kidole hapa, apambane na kesi yake, hakuna kupatana kienyeji. Lakini nyie na CCM lenu mumeua maelfu ya watu kwa namna zinazojulikana na zisizojulikana. Wewe ndio unasema yule mwingine apate aangaike kesi yake, hakuna kupatana kienyeji. Shetani mkubwa wewe. Naye atarudisha yule mwanakondoo mara 4 kwa sababu ametenda neno hili na kwa sababu hakuwa na huruma. Basi Nathan akamwambia Daudi, wewe ndiwe mtu huyo. Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, na alikutia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli, nikakuokoa na mkono wa Sauli, nami nikakupa nyumba ya bwana wako na wake za bwana wako kifuani mwako, nikakupa nyumba ya Israeli na Yuda, na kama hayo yangalikuwa machache, ningalikuongezea mambo kadha wa kadha. Kwa nini umeidharau neno la Bwana na kufanya yaliyo mabaya machoni pake? Umempiga Uria Mhiti kwa upanga, nawe umemtoa mkewe awe mke wako, nawe umemuua huyo kwa upanga wa wana wa Amoni. Basi upanga hautaondoka nyumbani mwako, kwa sababu umenidharau ukamtoa mkewe Uria Mhiti kuwa mke wako. Bwana asema hivi, angalia, nitakuondokeshea uovu katika nyumba yako, nami nitawatoa wake zako mbele ya macho yako na kumpa jirani yako, naye atalala na wake zako mbele ya jua hili. Maana wewe umelifanya jambo lile kwa siri, bali mimi nitalifanya jambo hili mbele ya Israeli wote na mbele ya jua. Daudi akamwambia Nathan, nimemfanyia Bwana dhambi. Nathan akamwambia Daudi, Bwana naye ameiondoa dhambi yako, utakufa. Lakini kwa kuwa kwa tendo hili umewapa adui za Bwana nafasi kubwa na ya kukufuru, mtoto atakayezaliwa kwako hakika yake atakufa. Ila huyu alitubu. Huyu ametubu kwamba nimemtenda Mungu dhambi, sio nyie. Nyie amtubu. Nyie amtubu na kutaka kuwajibika kwa kuachia kinafasi cha Adamu, kwa sababu Daudi hapa aliachia nafasi, akachukua nafasi ya Absalomu, na kila baya aliruhusu limpate, ikiwemo kurushia mavumbi. Nyie mtu akisema mabaya yenu mnamteka, mnamuua, namteka tena. Dorothy Gwajima, unajua wakati mwingine mkikosa mtu wa kuambia, unaweza kuwa unajijua kutubu ni hivyo, kwa umesha kuwa mtakatifu. Ni dhambi sisi tusipoambia. Najua ni hatari kukuambia, kwa sababu ya kile mnachoita machawa ama watu wanaowalinda na kulinda mnachoita serikali. Wewe ni nyoka. Wewe ni shetani. Ukitaka kufanyia kazi na kutubu, tubu, achieni vinafasi hivyo mlivyo nao vya damu. Ndipo mupishe salama ya jamii. Nje na hapo, nimekufikishia ujumbe huu na ninaamini utakufikia.
na watu tu kwa mkono na uwezo wa Mungu. Jitahidi sana ujumbe huu usikilize mpaka mwisho. Sikiliza mpaka mwisho. Wewe ni shetani. Huna huruma yoyote, huna roho ya uchamungu yoyote. Wewe ni shetani. Ni shetani. Ni shetani. Sikiliza ujumbe ndani, utajua ushetani wako. Sikiliza dakika chache tu hizi. Hongera mtu mwingine yote kwa kunisikiliza na kujifunza. Asante sana.